ya Yesu Kristo kuwepo duniani. Hii ni siku ambayo wanaamini Kristo alipitia mateso msalabani, alisulubiwa, akafa na kisha kazikwa ili tu kuwaokoa wenye dhambi. Kwa mantiki hiyo, Wakristo wanaamini siku hii ni siku muhimu kwao, kwa sababu kama damu ya Yesu Kristo isingemwagika msalabani, basi wasingepata ondoleo la dhambi zao. Makala hii maalum inaangazia siku hii muhimu, lakini ikijikita zaidi katika vijana ambao kwa sasa wamekuwa wakitegemea kupata maandiko ya kiroho ya Kikristo kupitia mitandao ya kijamii, hususan kwa kutumia simu zao za mikononi. Na kukaribisha msikilizaji wetu wa DW katika makala hii maalum ya Ijumaa Kuu. Mimi ni Anwar Mkama. Kwa sasa si suala la ajabu kumwona mtu akiwa anasikiliza mahubiri au anaimba nyimbo za Injili kwa kutumia simu yake ya mkononi. Awali, kitendo hiki kilichukuliwa ni utovu wa nidhamu na kukosa heshima katika nyumba za ibada. Lakini teknolojia ya mawasiliano imebadili kabisa mtazamo huo. Moses Sawile ni mtengeneza maudhui ya kiroho katika mitandao ya kijamii. Inasaidia kuwafikia vijana wengi. Kama tunavyojua, teknolojia inasaidia kuwafikia vijana wengi kwa wakati mmoja, tofauti na ile mpaka mtu aende kanisani akajifunze kitu fulani pale, lakini akiwepo kokote anaweza kufungua application au mfumo akaangalia namna gani ambavyo mahubiri gani au ushuhuda mbalimbali kutoka kwa watu. Lakini kitu kingine, mfano mzuri, mimi mwenyewe nina application yangu ya kidini ambayo inaenda kusaidia hata mpaka ulipaji wa sadaka, kwamba sio lazima mpaka uende kanisani ukasali kanisani ndio uweze kutoa sadaka. Maana yake hata kokote ulipo unaweza kuingia kwenye application ukatafuta kanisa ambalo unataka kulitolea sadaka na ukatoa sadaka yako. Lakini pia hata mahubiri, kufuatilia mahubiri maana yake live kupitia application unaweza kufuatilia kokote ulipo, ili sisi vijana tuweze kufuata ile misingi ya kiimani zaidi. Ongezeko la uhitaji wa maudhui ya kimtandao kwa vijana katika mitandao ya kijamii linashabihiana na ripoti ya Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA. Ripoti ya mwezi Januari 2026 inaonyesha kuwa mtandao wa Facebook una watumiaji milioni 11,638,200 ambao ni sawa na 15.8% ya Watanzania wote, huku mtandao wa Instagram ukiwa na watumiaji milioni 4,929,300 sawa na 6.7% ya Watanzania wote. Ripoti hiyo inaonyesha kundi kubwa la watumiaji wa mitandao hiyo ni kati ya umri wa miaka 25 hadi 34. Nakutana na Rebeka Misiwa, mkazi wa Njiro, Arusha. Kema sana vijana wakagundua kwamba simu au mitandao ya kijamii sio mibaya, lakini wahakikisha kwamba maudhui gani wanayaangalia na yanatija gani kwao. Kama kuna maudhui ambayo unaona hayawezi kuletea tija au yakakutoa mbali na uwepo wa Mungu, hasa hata kiroho, pia msimu huu wa Pasaka unaweza ukayafunga tu, ukayahide au ukayablock kabisa ili usiweze kuyaona, kwa sababu macho hayawezi kudanganya. Ukiona kitu lazima utakifuatilia, uvutiwe nacho. The more unavyotumia muda mwingi kuangalia maudhui ya aina fulani, na maana kwenye mitandao yako ya kijamii ndio hayo maudhui yatakuwa yanakuja. Kwa hiyo kama ninapenda kujifunza labda kuhusu mambo ya kiroho, nyimbo na vitu kama hivyo, na maana zile maudhui yote yatakayokuwa yanakuja ni aina ile. Lakini kuna muda mwingine nikiona maudhui ambayo hayanipendezi, pengine anaweza yakanitoa mbali na uwepo wa Mungu, huwa na ripoti au na block au na hide. Katika mitaa ya Dar es Salaam nakutana na mchungaji John Magafu, kiongozi wa kanisa la Mennonite. Mchungaji Magafu anasema kuwa mitandao ya kijamii imekuwa sehemu muhimu kwa viongozi wa dini ya Kikristo kutumia mitandao hiyo ili kufikisha ujumbe kwa waumini wao. Kutumia mitandao ya kijamii sio jambo baya, ni maagizo yanayotekelezwa kutoka katika maandiko matakatifu. Wote tunajua katika kitabu cha Injili ya Mathayo mtakatifu sura 28 hadi wa 19 hadi 20, neno la Mungu linasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kanisa linalojitambua, linalofanya utafiti, linatambua ukweli huu, na ni ukweli usiopingika kwamba sehemu kubwa ya wanajamii
sasa hivi wako kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kanisa au viongozi wa dini wanaotumia mitandao ni sehemu tu ya utekelezaji wa agizo hili kuu la kwenda kokote kuwahubiri watu Injili, kuwafundisha na kuwafanya wawe wafuasi wa Kristo na kuwabatiza katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Violet Mbaruku, mkazi wa Dar es Salaam, anasema kwa upande wake, hususan katika kipindi cha mfungo wa Kwaresma, amekuwa akitumia zaidi mitandao ya kijamii kujifunza. Violet anasema maudhui yao ya dini yanayopatikana katika mitandao ya kijamii yamechochea kuwarudisha na kuimarisha imani za vijana, lakini anaongeza kuwa matumizi ya simu za mkononi ndani ya ibada yamekuwa ni kitendawili. Kumekuwa na mawazo mseto pia juu ya matumizi ya simu ibadani, kwamba wako vijana wengi wanatumia simu ibadani. Sioni kama ni kitu kibaya, kwa sababu kwenye simu utapata Biblia iko kule, kuna vitabu vya nyimbo pia viko kwenye simu. Japo sasa tahadhari kubwa sana inahitajika. Kwa maana gani? Simu ina vitu vingi. Inaweza kaita ukapigia simu ikaja message ambayo inakuwa inaondoa ule uwepo au utulivu wa ibadani, kwamba muda unaendelea, ibada inaendelea, lakini rafiki yako ndo akakutumia message muda huo. Unaweza kuona kwamba inaweza ikapoteza ule umakini wa kuendelea na ibada. Kwa hiyo kikubwa labda kwa mtu ambaye anatumia simu ibadani ni vema kazima data, lakini pia kaweka hata kama ni flight mode, kwa sababu Biblia unaweza kusoma tu bila kuwa na mtandao, ili kusiwepo na zile disturbance nyingine kwa makanisa ambayo yanaruhusu. Kauli hiyo ya Violet Mbaruku inaungwa mkono na Ana Ngoi, kijana ambaye ni mkazi wa Tabata, Dar es Salaam. Ana anasema mitandao ya kijamii hususan Instagram na TikTok imekuwa ni sehemu muhimu katika kupokea maudhui ya dini ya Kikristo kutokana na urahisi wake wa kuyapokea. Kwa mimi binafsi natumia mitandao ya kijamii kupata maudhui ya kiroho, kwa sababu mara nyingi mitandao ya kijamii imekuwa ikitukumbusha baadhi ya vitu. Mfano, unaweza ukaingia kwenye mitandao ya kijamii ukakutana na mhubiri anafundisha kitu na ukapata elimu kupitia hayo mahubiri. Lakini pia nyimbo mbalimbali za Injili za kiroho tunazipata kupitia mitandao ya kijamii, ambayo sometimes tukiwa labda tuna jambo, tuna mambo tunapitia, tuna huzuni, tukisikiliza hizo nyimbo kupitia mitandao ya kijamii tunapata faraja. Lakini pia mitandao ya kijamii inawakumbusha vijana wengi sana kwamba kuna sometimes wanaweza wakawa wanasahau kwamba Mungu ni wa kwanza katika maisha. Lakini unapotumia mitandao ya kijamii sometimes unakutana na kitu ambacho kinakurudisha, kinakukumbusha kweli Mungu yupo, au mhubiri fulani amehubiri kitu kikakugusa ukajua kweli Mungu yupo. Sometimes watu wanakuwa wavivu, waendi kanisani. Waswahili wanasema huwezi kuzuia mafuriko. Teknolojia ya mawasiliano inazidi kukua na kuchukua sura mpya kila kukicha. Mchungaji John Magafu anasema huu ni wakati mzuri kwa vijana kuchakata kile ambacho wanataka kujifunza kupitia mitandao ya kijamii, kwani kuna maudhui mengine chanya hususa yanayohusiana na dini ya Kikristo. Wito wangu kwa vijana ambao siku hizi muda wao mwingi wanautumia kwa ajili ya mitandao. Ni kweli mitandao hii ni muhimu kwa sababu ya wakati wao, lakini mitandao imejaa mambo mengi mema yanayoweza kutumika katika kubadilisha maisha yao. Kwa hiyo niwape changamoto kwamba tunaweza tukatumia mitandao hii katika kuhakikisha kwamba tunajifunza mambo mema kwa ajili ya ujenzi uchumi wetu sisi binafsi, kwa ajili ya kumjua Mungu zaidi, kwa sababu neno la Mungu limetapakaa hata kwenye mitandao. Wahubiri mbalimbali, walimu mbalimbali, wainjilisti mbalimbali wanaleta neno la Mungu kupitia mitandao. Kwa hiyo vijana hawa wakae wakijua kwamba kama tulivyosoma kwenye kitabu cha Mathayo sura 28 mstari ule wa mwisho wa 20 pale unasema, tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Hii ni Ijumaa Kuu, siku muhimu kwa Wakristo. Ujumbe unaotawala kwa viongozi wa dini katika mitandao ya kijamii ni ule wa kutenda matendo mema, kusaidia wasiojiweza, pamoja na kuishi katika misingi ya imani ya dini hii. Naam, kwa nukta hiyo, makala hii maalum ya DW Kiswahili ya Ijumaa Kuu haina la ziada. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Anwar Mkama, na kutakia Ijumaa Kuu njema. Asulubi